Tanzania Assemblies of God, TAG, Western Bible College. Lisara fupi kwa mgeni rasmi. Miaka 13 ya moto wa uamsho, tunamtaka Bwana na nguvu zake. Utangulizi. Ndugu mgeni rasmi, tunamshukuru Mungu kwa kutupa uzima na afya njema siku ya leo. Ndugu mgeni rasmi, sisi wahitimu tunamshukuru Mungu kwa kutusaidia katika masomo yetu. Tangu tulipoanza masomo yetu 2023 hadi 2025. Tumeona mkono wa Mungu ukiwa pamoja nasi. Shukrani. Ndugu mgeni rasmi, tunashukuru sana kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God kwa maono yake mazuri chini ya Askofu Mkuu Dr. Barnabas Mtokambali kuwa na vyuo vya Biblia hapa nchini. Mungu ambariki sana. Ndugu mgeni rasmi, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya idara yetu ya elimu kitaifa kwa ufadhili wa majengo na miundombinu rafiki kwa wanafunzi hapa Western Bible College. Ambayo yanaendelea kutekelezwa chini ya uongozi wetu mzuri wa chuo chetu, chini ya mkuu wa chuo na walimu. Ndugu mgeni rasmi, bila kusahau bodi ya chuo chetu kwa michango mbalimbali ikiwemo chakula na fedha chini ya uongozi wa mwanzo wa ndugu yetu na baba yetu Askofu Makundi. Na sasa tunaendelea kumshukuru Mungu kwa uongozi mpya wa Askofu Mbawi unaoendelea kufanya vizuri. Ndugu mgeni rasmi, kwa moyo wa unyenyekevu tunawashukuru sana walimu wetu wote, timu ya watu 8 wanaoongozwa na mkuu wetu wa chuo, mtu mzuri mwaminifu, Mchungaji John Fat Mwangila. Ndugu mgeni rasmi, walimu hawa wameonyesha malezi bora kwetu na nidhamu njema sana dhidi ya maisha yao ya kila siku, ambapo kumepelekea sisi wanafunzi kujifunza kwao na sisi kufanya vyema katika masomo yetu. Mgeni rasmi, tunawashukuru wafadhili wote wa nchi waliohusika katika kulipa ada za wanafunzi hapa chuoni kwa uaminifu miaka yote mitatu. Mungu awabariki na kuwatunza, waendelee kufanya hivyo. Ndugu mgeni rasmi, kwa heshima kubwa tunawashukuru wenza wetu kwa miaka yote mitatu. Wao wamekuwa waaminifu katika kutunza familia zetu pamoja na kuendelea na huduma katika makanisa tulinayoyachunga. Mungu awabariki sana. Ndugu mgeni rasmi, tunayashukuru makanisa tunayoyachunga, yani washirika, kwa uvumilivu wao na ushirikiano wao. Wamekuwa watulivu na wamefanya kazi ya Mungu kwa uaminifu kipindi chote ambacho wachungaji wao tulikuwa masomoni. Mungu awabariki sana na kuwatunza. Hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, zipo faida lukuki tulizozipata sisi wahitimu tulipokuwa hapa chuoni. Kwanza, kazi za mikono tumekuwa na kipindi kizuri cha kazi, lakini tumelima, tumefanya usafi wa mazingira, pia kuimarisha viwango vya maombi ya kufunga masafa marefu na masomo mbalimbali darasani. Mungu awabariki walimu wetu. Naomba kuwakilisha. Asante sana. Tunaweza tukakaa basi. Kwa nafasi hii pia nimkaribishe mkuu wetu wa chuo kwa ajili ya taarifa fupi ya chuo. Tanzania Assemblies of God, Western Bible College. Risala ya mkuu wa chuo katika mahafali ya 7 ya chuo cha Western Bible College. Miaka 3 ya moto wa uamsho ikiwa imezingatiwa ukiwa umekaa
tunamtaka Bwana na nguvu zake. Mpendwa mgeni rasmi, Reverend Peter Fabian Shan, askofu wa jimbo kanisa la FPCT Tabora mjini na mwenyekiti wa umoja wa makanisa, mpendwa mwenyekiti wa bodi ya chuo na mwenyekiti wa kanda ya magharibi Bawi, ambaye alikuwa mwenyekiti Reverend Mungo Makundi, wapendwa wajumbe wote wa bodi ya chuo, viongozi wa kamati za majimbo na sehemu mliopo, wapendwa walimu na wenza wenu, wafanyakazi wasio walimu na wenza wenu, washirika wote wa kanisa la Faith and Miracle Center, wanakwaya kutoka kanisa la TAG Kitete, waheshimiwa viongozi wa serikali na chama mliopo, wageni wote waalikwa mliopo hapa, na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa mgeni rasmi, awali ya yote tunapenda kumshukuru sana Mungu wetu kwa ulinzi wake, uaminifu na utunzaji wake na kutufikisha siku hii. Napenda kutumia nafasi hii kukushukuru wewe kipekee kwa kukubali kuacha majukumu yako mengi ulionayo na kuja kujumuika nasi katika mahafali haya ya 7 katika chuo chetu. Pia tunatoa shukrani za kipekee kwa kamati kuu ya utendaji ikiongozwa na mpendwa askofu wetu mkuu Reverend Dr. Barnabas Weston Mtokambali na halmashauri kuu ya TAG kwa kazi yenu nzuri ya kulilea kanisa la Tanzania Assemblies of God na kuwa baraka kubwa mno kwa chuo hiki cha Western Bible College ambacho ni miongoni mwa taasisi za kanisa. Kipekee tunatoa shukurani kubwa kwa askofu wetu mkuu kwa jitihada zake kubwa za kututafutia wahisani kwa ajili ya ujenzi wa chuo hiki unaoendelea hapa chuoni. Pia tunatoa shukurani kubwa kwa kamati kuu ya utendaji ya TAG kwa msaada wa ufadhili wa ada kwa wanafunzi wote wa vyuo vya Biblia ambao mmekuwa mkitupatia. Kwa kweli Mungu awabariki sana kwa kuwa chachu ya elimu kwa watumishi wa kanisa letu la TAG na makanisa yote ya Kipentekosti hapa Tanzania. Kipekee tunamshukuru sana Mungu kwa kumponya askofu wetu mkuu Reverend Dr. Barnabas Weston Mtokambali ambaye aliugua tangu mwezi Januari na kulazimika kupelekwa kwenye matibabu nje ya nchi kwa kipindi cha miezi 9. Mungu atukuzwe sana kwa muujiza huu mkubwa ambao amelitendea kanisa letu la TAG kwa kumponya mtumishi wake. Jamani, makofi na vigeregere kwa Bwana. Pia tunawashukuru sana kamati ya utendaji taifa, wajumbe wa halmashauri kuu na wachungaji wote na waumini kwa maombi yaliyoombwa kwa ajili ya kiongozi wetu pamoja na kuliongoza kanisa lake wakati askofu wetu akiwa anaumwa. Utukufu wote umwendee Mungu aliyefanya na aliyelitunza kanisa lake. Pia tunapenda kutoa shukurani zetu za dhati kwa uongozi wa idara ya elimu taifa chini ya mchungaji Reverend Exaudi Esauli Sulile pamoja na timu yake kwa kazi yao kubwa ya kukilea chuo hiki na kufanyika msaada mkubwa sana wa hali na mali katika kuhakikisha chuo hakikwami katika mahitaji mbalimbali ya hapa chuoni. Pia tunawashukuru sana wajumbe wote wa bodi yetu ya chuo kwa michango yao ya vyakula na fedha ambayo wanaitoa ili kufadhili chuo hiki na kukifanya kiendelee kuendesha shughuli zake bila mkwamo. Pia shukurani za kipekee ziwaendee wachungaji na washirika wote wa makanisa yetu kwa moyo wao wa utayari wa kuchangia vyakula, pesa, mavazi na mahitaji mbalimbali katika kuhakikisha chuo hakikwami. Kwa ujumla tunasema asanteni sana watu wote ambao mmekuwa sababu ya mafanikio ya chuo chetu. Mungu wa mbinguni na awabariki sana kwa utele. Pia tunapenda kuwashukuru sana walimu, napenda kuwashukuru sana walimu wenzangu wote pamoja na wafanyakazi wote wasio walimu
na wanafunzi wote kwa umoja wao, kwa mshikamano wao na moyo wa kujitolea na kujituma katika kufanikisha kulitumikia shauri la Bwana, kila mmoja kwa nafasi yake. Mungu wa mbinguni awabariki sana wote. Pia niwashukuru sana wageni wetu wote waalikwa wa chama na serikali kwa kukubali mwaliko wetu na kuja kujumuika pamoja nasi katika sherehe hizi, na watu wote mliokuja kututia moyo katika tukio hili muhimu. Asanteni sana na mbarikiwe sana tena sana. Mpendwa mgeni rasmi, hii ni mahafali ya 7 na hadi sasa jumla ya wanafunzi au wachungaji 256 wamehitimu katika chuo hiki, na leo hii wachungaji 38 kati yao Mei 32 na K 6 watahitimu. Pia leo hii mhitimu mmoja kutoka huduma ya mtoto atahitimu kama limbuko la kwanza tangu kuanzishwa kwa mafunzo haya mwezi Januari mwaka huu, hivyo kufanya idadi yao kuwa 295. Tunamwamini Mungu kwamba atawaleta walimu wengi zaidi mwakani kuja kusoma mafunzo hayo kutoka makanisani mwetu katika kanda yetu na hata ikibidi kutoka nje ya kanda yetu. Chuo hiki kwa sasa kina jumla ya walimu 8 na wafanyakazi wasio walimu 10. Kwa hiyo kinaunda jumla ya wafanyakazi 18 pamoja na walimu. Na wanafunzi wote kwa muhula huu ukijumlisha na hawa waliokuwa wanahitimu tulikuwa na wanafunzi 82. Na kipekee naomba nitumie nafasi hii kusoma orodha ya wafadhili ambao wametufadhili katika chuo hiki kwa ajili ya michango mbalimbali kama ifuatavyo. Kutoka jimbo la Tabora Magharibi kwa askofu wetu na mwenyekiti wa kanda mpya sasa tumepokea mahindi gunia 6, na kutoka kwa Reverend Angelo Kachele Katavi Magharibi tulipokea magunia 5 ya mahindi na mchele debe 4. Jamani, makofi. Na kutoka jimbo la Shinyanga Kaskazini kwa mwenyekiti wetu wa kanda ambaye amemaliza muda wake tulipokea magunia ya mahindi 8 pamoja na debe 3. Kutoka jimbo la Tabora Kaskazini kwa askofu Reverend Seti Isabu tulipokea mahindi gunia 5 na debe 4, mpunga gunia 1 na mchele kilo 10. Kutoka jimbo la Katavi Mashariki kwa Reverend Askofu Noah Onesimo, hili ni jimbo lililozaliwa baada ya kugawanywa, yeye amechangia chuo shilingi 494,000. Na kutoka jimbo la Tabora Kati tumepokea gunia 1 la mahindi kutoka kwa Reverend linaloongozwa na Reverend Paul Mevukie. Lakini pia familia ya mkuu wa chuo tumechangia mahindi gunia 1 na debe 2, mpunga gunia 1 na mboga za majani za kutosha. Na kutoka kanisa la mchungaji Reverend Steve Muhina jimbo la Tabora Kusini tumepokea sabuni ya maji lita 90, vitunguu debe 3, sabuni ya unga mifuko 6, chumvi katoni 6, boksi 3 za viberiti, majani ya chai pakiti 6. Na kila siku wanafunzi wa kila wali kanisa hili limekuwa likitoa matunda ya ndizi. Mungu awabariki sana. Lakini kutoka kwenye kanisa la mchungaji Musa Sheka tumepokea mahindi gunia 1 na mchele kilo 75. Kutoka kwa mwangalizi wa sehemu ya Mabama George Ngwavi tulipokea matunda aina ya matikiti, wanafunzi walikula. Lakini pia tulipokea kutoka kwa mchungaji Kitulo mahindi debe 3 na sado 1. Lakini kipekee tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Mr. Geoffrey Mwilawa na familia yake. Hawa wametoa mchango wa magunia 45 ya mahindi. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Lakini pia tunaye mchungaji kutoka Dodoma anaitwa Joshua Banda, ametufadhili kutununulia mchele kilo 1000 za kula wanafunzi. Na section ya Ilolangulu ambayo iko kwenye jimbo la Tabora Kati
walileta mpunga gunia 3 na debe 5 na mahindi debe 5. Lakini pia section ya Usungu walituletea mchele kilo 65. Nafikiri huu ni mchango wao wa mwaka jana. Lakini pia kutoka jimbo la Kigoma Kaskazini kwa Lameck Ntaundi, wao wametoa pesa taslimu shilingi 395,000. Na tuna mshirika wetu hapa, mshirika wa kanisa la Chuo cha Biblia la kanisa la Faith and Miracle Center. Yeye alitoa mahindi mabichi, mahindi 200 ya kuchemshwa, wanachuo wakala. Lakini pia mchango kutoka jimbo la kutoka WWK jimbo la Tabora Kati linaloongozwa na Reverend Paul Mevukie, walituletea mahindi gunia 1 na debe 4, maharage kilo 26, mchele kilo 24, sabuni miche 3 na fedha taslimu shilingi 205,000 kwa ajili ya chuo na shilingi 200,000 kwa ajili ya soda za walimu. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yao. Lakini pia idara ya jimbo umisheni, jimbo la Tabora Kati, walitufadhili kwa kutuletea kilo 25 za sukari. Na mpendwa mgeni rasmi, hapa chuoni tumekuwa tukiwatia moyo wanafunzi hawa kwamba wawe ni watendaji wa yale wanayojifunza, wasisome tu theory lakini wafanye kwa vitendo. Na mojawapo ya somo tunalolifundisha hapa wanalojifunza ni namna ya kukitegemeza chuo. Kuna somo linaitwa orientation. Sasa ndani ya hilo somo tunawafundisha kwamba wao wenyewe wanaweza wakakitegemeza chuo kwa namna gani, lakini pia wanaweza wakashirikisha marafiki makanisa yao kuchangia. Kwa hiyo wanafunzi hawa wanaomaliza, wao kama darasa walipokuwa mwaka wa pili walitoa mchango wa kilo za mchele 200 kwa ajili ya kufadhili chuo, wakatoa na mafuta ya kupikia na sukari. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yao. Lakini wamechangia mchele kilo 245, hilo ni darasa la diploma mwaka wa pili, wametoa kilo 245 za mchele, mahindi debe 4, sukari kilo 25 na fedha taslim shilingi 565,000. Mungu awabariki sana. Na tuna mwalimu wetu mchungaji Rotarius Kinda, yeye alitoa debe 3 za mahindi na mahindi mabichi. Na baada ya hapo tunamshukuru Mungu sana. Mahali hapa tulipo mgeni rasmi ni jengo la maktaba. Tunamshukuru sana Mungu, bodi ya chuo cha WBC iliamua kuchangia katika ujenzi wa maktaba yetu kwa kutengeneza shelves kwa ajili ya kuwezesha maktaba kuanza kutumika hapa chuoni. Kwa hiyo wajumbe wa bodi walikubaliana kwa moyo mmoja kwamba kila jimbo katika kanda ya magharibi lichangie kiasi cha shilingi 360 kwa ajili ya kazi hiyo. Tunamshukuru Mungu, mpaka sasa majimbo ya Tabora Kati, jimbo la Tabora Magharibi na Shinyanga Kusini yameshamaliza kutoa mchango huo. Majimbo ya Kigoma Kaskazini, Shinyanga Kaskazini na Kigoma Kusini yametoa kiasi cha fedha, na majimbo yaliyobaki wanaendelea na mchakato wa kukusanya pesa hiyo. Pamoja na ufadhili mkubwa ambao tunaupata kutoka kanisa la nchi, majimbo na kupitia wahisani mbalimbali, chuo pia tuna mpango wa kuanzisha mradi wa ufugaji wa nguruwe, ufugaji wa mbuzi, ng'ombe pamoja na ufugaji wa samaki ili kuwezesha kujitegemea kiuchumi. Lakini pia tumeanza kulima mahindi ili kupunguza kasi ya utegemezi wa chakula, na mwaka huu tunakusudia kulima zaidi ya tulivyolima mwaka jana. Kwa habari ya taarifa ya vyuo vya kupanda makanisa, kwa neema ya Mungu mwaka huu wa 2025 katika kanda hii ya magharibi, majimbo mengi yalifanikiwa kuendesha mafunzo ya watumishi wa Mungu kwenye vyuo vya kupanda makanisa kama ifuatavyo. Jimbo la Tabora Kati lilifanikiwa kuwa na wanafunzi 11, jimbo la Tabora Magharibi wanafunzi 12, jimbo la Tabora Kaskazini wanafunzi 13, jimbo la Kigoma Kati wanafunzi 5, Kigoma Kusini wanafunzi 7, Kigoma Kaskazini wanafunzi 5,
Shinyanga Kaskazini wanafunzi 5, Simiyu Kusini wanafunzi 7 na Katavi Magharibi wanafunzi 3. Majimbo matatu hayakuweza kuendesha mafunzo kwa mwaka huu. Na kuhusu mafunzo endelevu, wachungaji waliohudhuria ni 3 tu na wenza wa wachungaji alihudhuria 1. Katika kikao ni pia mawasiliano baina ya ofisi za majimbo na wachungaji yataboreshwa katika eneo la mawasiliano ya mapema ili watu wengi wajiandae kuhudhuria mafunzo hayo. Pia tunamshukuru sana Mungu ambaye ametusaidia kuwa na mpango wa kuongeza idadi ya wanafunzi watakaokuja kusoma mwakani hapa chuo mama, ambao ni pamoja na kuongeza kuongea na wajumbe wa board ili kila jimbo lilete wanafunzi wapya angalau 10. Lakini pia jitihada za kukitangaza chuo zinaendelea kupitia mitandao ya kijamii, matangazo kupitia wanafunzi wanaosoma hapa chuoni. Pia mkuu wa chuo kila mahali anapopita katika kanda hii anasemea chuo. Lakini pia ujenzi wa mabweni ya kisasa ambao utafanyika chachu ya kuwavutia wanafunzi wengi kuja kusoma mahali hapa. Kuhusu ongezeko la wanafunzi kwenye vyuo vya kupanda makanisa, kila askofu wa jimbo ameweka malengo ya kusajili wanafunzi wasiopungua 50 mwakani, jambo ambalo tunaamini litasaidia kuongeza idadi ya wanafunzi. Pia wametiwa moyo kufundisha na kuhubiri masomo ya wito makanisani ili kuwapata watu wenye mzigo wa kumtumikia Mungu. Kwa neema ya Mungu pia tunashukuru sana Mungu ambaye mwaka huu alitusaidia kupata mafunzo muhimu kupitia wiki la mkazo wa kiroho ambayo yalitusaidia sana kuimarisha huduma zetu za kumvunia Bwana watu ili waje kwa Yesu. Kama matokeo ya mafunzo hayo, mafunzo ya huduma kwa vitendo ambayo tuliyafanya mwezi Juni mwaka huu yalikuwa na matokeo makubwa kama ifuatavyo. Watu waliookoka kwenye mafunzo hayo walikuwa ni 1192, walioponywa magonjwa mbalimbali na kutendewa miujiza ni watu 110, mikutano ya injili iliyohubiriwa ilikuwa 36, waliobatizwa watu 32, waliojazwa na Roho Mtakatifu watu 52, makanisa mapya yaliyofunguliwa 3. Na katika kipindi hicho cha umisheni, wanafunzi hawa wanaohitimu walifanikiwa, miongoni mwao ambao ni mafundi kwenye jimbo la Katavi Mashariki, walijenga jengo la kanisa kuanzia msingi mpaka kumaliza kulisimamisha. Tunamwamini Mungu kwamba mwakani kwa msaada wa Mungu tutafanya umisheni wa nguvu zaidi. Utukufu ni kwa Bwana aliyetusaidia. Na mwisho pia tumefanikiwa kuendesha semina maalum ya ndoa na familia kwa wahitimu na wenza wao kwa muda wa siku 3, na tumefanikiwa kufanya ibada maalum ya kutoa vyeti vya ndoa kwa familia 8 kwa watumishi wa Mungu ambao walikuwa wanarasimisha ndoa zao. Semina ya ndoa iliendeshwa na mkuu wa chuo pamoja na mwalimu wa taaluma. Mungu awabariki. Miaka 13 ya moto wa uamsho ukiwa umekaa, tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka 13 ya moto wa uamsho pamoja na Bwana, kwa umoja na kwa pamoja tunatenda makuu. Mungu awabariki. Naomba kuwasilisha. Amen.